omba Mungu akupe neema ya kuwa na imani. Hapo hapo ulipokaa mwambie Mungu, nipe imani, nipatie neema ya kuwa mwenye imani hata mambo yangeharibika kiasi gani. Sema na Mungu wako kimoyomoyo, sema na Mungu wako kimoyomoyo. Wanafunzi wa Yesu walimpenda Bwana wao, na kwa sababu hiyo walikaa naye kwa furaha na shauku ikiwa imejaa katika mioyo yao. Ile Ijumaa ambayo Yesu alisulubiwa juu ya msalaba ilikuwa ni Ijumaa yenye huzuni sana katika mioyo yao, kwa sababu kwa macho yao walishuhudia Yesu akiwa anakufa. Yule ambaye waliona akifanya miujiza mingi sana kwa ajili yao na kwa ajili ya watu wengine, waliona akitundikwa juu ya msalaba. Ile mikono ambayo ilinyooshwa na wagonjwa wakapona ilikuwa imetobolewa na misumari. Ule uso ambao ulipowatazama watu ukawahurumia ulikuwa umechakaa, kwa sababu mate yalikuwa yametiririka, mate ya kutemewa, lakini damu ilikuwa imetiririka kwa sababu ya miiba iliyokuwa imewekwa juu ya kichwa cha Mwokozi. Ni katika Ijumaa ile ambayo Shetani na malaika zake walizunguka ule msalaba wakishangilia ya kwamba wameshinda. Ni Ijumaa hiyo ambayo Biblia na roho ya unabii inasema mbingu zilikuwa. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ametundikwa juu ya msalaba. Alikaa kaburini, katika kaburi la Yusufu usiku ule. Jumamosi alikuwa katika lile kaburi. Akiwa juu ya msalaba Ijumaa, walikuwepo wanawake waliolitazama tukio lile, mioyo yao ikiwa imejawa na shauku ya kwamba inawezekanaje Mwokozi anazikwa pasipo kupakwa mafuta. Na kwa hiyo mioyo yao ilikuwa inawaka. Wakaambizana, Jumapili alfajiri baada ya Sabato tutakwenda kupaka mwili wa Bwana wetu mafuta. Haleluya, haleluya. Na Marko sura ya 16 ina rekodi. Marko 16 kuanzia fungu la kwanza, Biblia inasema, hata Sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalena, Mariamu mamaye Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hawa kina mama wanashangaza, wanajishughulisha na Yesu wakati Yesu amekufa. Halo, halo. Anayejishughulisha na wewe hata baada ya kifo chako, huyo ni rafiki wa kweli. Bwana asifiwe sana. Ongea, jaribu kuongea na wajane wengi. Watakwambia wakati mume wangu alipokuwa hai, fulani na fulani hawakuisha kututembelea nyumbani. Ongea na yatima, watakwambia wakati wazazi walipokuwa hai tulipata wageni wengi na misaada mingi. Ongea na wastaafu, watakwambia kwamba wakati tukiwa kazini tulikuwa na marafiki wengi. Kwa nini? Inawezekana yalitendwa hayo kwa sababu walitegemea fadhili na fadhila kwa yule aliyekuwa hai ama kwa yule aliyekuwa kazini.
Yesu amekufa. Watu wengi aliwaponya, wengi waliona, wengi walifufuliwa, lakini katika dakika kama hizi hakuna tena anayeshughulika na habari zake. Lakini Biblia inasema wanawake hawa walikwenda kumtafuta Yesu hata baada ya kifo chake. Haleluya! Wakaondoka kwenda kaburini, na Biblia inasema katika fungu la pili, hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Fungu la tatu, wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakaye tuvilingishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Halo, haleluya! Wanakwenda wapi? Kaburini. Lakini ile Ijumaa waliona jiwe kubwa likiwekwa, waliona walinzi wakiwa wamewekwa kwenye mlango wa kaburi, lakini wao bado eti wananunua mafuta, wanasema tunakwenda kumpaka Yesu. Wanaonielewa wapunge mkono. Haleluya! Sikiliza, ni kitu gani kinawafanya wanawake hawa wanajua ya kwamba kwenye kaburi kuna jiwe limewekwa, wanajua ya kwamba kwenye kaburi kuna walinzi, lakini bado wanapata ujasiri wa kununua mafuta na kupiga hatua kwenda kaburini? Hicho sio kingine bali ni imani. Haleluya! Ya kwamba jiwe ni kubwa, peke yetu hatuwezi kuliondoa. Getini kuna walinzi, lakini tunaamini ya kwamba yuko Mungu awezaye kwenda kinyume na chochote kinachoonekana kwenye macho ya kibinadamu. Wanasema, ni nani atakaye tuondolea lile jiwe kaburini? Lakini sikiliza, wakati wanasema maneno hayo, hawasemi wakiwa wamesimama. Oh, haleluya! Hawasemi wakiwa wamesimama, wanasema wakiwa wanapiga hatua kwenda kaburini. Nisikilize vizuri jioni ya leo, maswali na mashaka yanaweza kuwa yametanda kwenye moyo wako. Itakuwaje? Watoto wangu watakuwaje? Kazini kwangu itakuwaje? Nataka nikwambie, acha maswali yaje, lakini asikufanye usimame wala urudi nyuma. Songa mbele kwa uwezo wa Bwana. Sijui kama umewahi kujiuliza, wanajua jiwe lipo, halafu ni kubwa, halafu hawawezi kuliondoa, na maswali wanayo, lakini kwa uwezo wa Bwana wanasonga kwenda mbele. Ni nani atakaye tuondolea jiwe? Ni kweli jiwe lipo. Ni kweli pale kazini kwako kuna jiwe. Ni kweli pale kwenye familia yako kuna jiwe. Ni kweli mambo kwenye afya yako yamefanana na jiwe. Lakini jioni ya leo nakutia moyo, songa mbele. Songa mbele. Sikiliza, ni kazi ya shetani kuyaongezea mwangwi maswali ya kukosa imani. Mwangwi. Maswali ya kukosa imani yanakuwa na sauti kubwa kwenye moyo, na ni mpango wa shetani kukuonyesha ukubwa wa tatizo kuliko kukuonyesha ukubwa wa Mungu aliyekuumba. Ni nani atatuondolea jiwe tutakapofika pale kaburini? Sisi ni wanawake, hatuna nguvu za kuondoa jiwe. Lakini hata kama tungekuwa na nguvu za kuondoa jiwe, wale askari wana nguvu na wamewekwa wa kutosha. Sikiliza, imani ni kuendelea mbele
hata kama kuna giza. Haleluya! Hiyo ndio maana ya imani. Na tofautisha imani na ujasiri. Sio kila mwenye ujasiri ana imani. Kuna watu ni majasiri lakini hawana imani. Ninachokisema hapa ni pale ambapo ushahidi wote wa kibinadamu hauonyeshi matokeo chanya. Yaani mpaka madaktari wanasema hili haliwezekani. Wote wanakuambia tuna watu wa staili hii, haikuwezekana. Ushauri wetu ni 1, 2, 3. Katika saa kama hiyo inuka. Sema yuko Mungu mwenye uwezo. Kwani hujasikia habari za Ellen White akiwa amelala kitandani, akiwa mtoto mdogo, amepata ajali mbaya, hawezi kuinuka. Madaktari wakamwambia mama yake na Ellen White kwamba huyu mtoto hawezi kupona kwa hali aliyonayo. Uzoefu na taaluma vinasema hawezi kupona, lakini yule mama akasema kwa jina la Mungu aliye hai mwanangu atainuka. Na Ellen aliinuka. Haleluya! Imani ni kuwa na hakika ya mambo ambayo yanatarajiwa. Kwa imani walivuka bahari ya Shamu. Sio kwa sababu waliona inapasuka, ni kwa sababu waliingia ndani ya maji, katikati ya maji bahari ikapasuka, wakapita kwa uwezo wa Bwana. Sasa Biblia inasema hawa kina mama wana maswali. Nani atatuondolea jiwe? Lakini wanasonga mbele. Kwa nini? Waebrania 10:38 mpaka 39 anasema mwenye haki wangu, mwenye haki wangu ataishi kwa kitu gani kanisa? Imani. Yaani kwa lugha nyingine, ukikosa imani umekoma kuwa mwenye haki. Mungu atusaidie. Kwa sekunde chache muombe Mungu akupe imani. Omba Mungu akupe neema ya kuwa na imani. Hapo hapo ulipokaa mwambie Mungu, nipe imani, nipatie neema ya kuwa mwenye imani hata mambo yangeharibika kiasi gani. Sema na Mungu wako kimoyomoyo. Sema na Mungu wako kimoyomoyo. Pia Mungu nipe imani. Kwa sababu lazima ujiulize, hawa kina mama wana kitu gani cha ziada? Wanajua kuna jiwe, wanajua kuna ulinzi, lakini bado wanapiga hatua za imani. Baba, tupatie imani, tupatie imani, tupatie imani. Pasipo imani hatuwezi kukupendeza. Pasipo imani tunakoma kuwa wenye haki. Tusaidie Mungu wetu. Wewe ndiwe Bwana, hatuna mahali pa kukimbilia. Tunajiangusha katika msalaba wako. Ni kweli kuna mawe, ni kweli maswali ni mengi. Tutakula nini? Tutavaa nini? Tutaonekanaje? Tupatie imani, tusonge mbele kwa jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Imani. Imani ni kusonga mbele katikati ya maswali magumu ulionayo. Yaani sikiliza, imani ni kuamua kufanya, alafu matokeo unayaacha mikononi mwa mwenye uwezo. Hiyo ndio imani. Kwamba ninafanya, matokeo ninayaacha kwenye mikono ya mwenye uwezo kuliko mimi. Biblia inasema fungu la 4, hata walipotazama baada ya kufika kaburini,
baada ya kufika kaburini, anasema hata walipotazama wakalikuta lile jiwe, hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuviringishwa, nalo lilikuwa kubwa mno. Haleluya! Sasa sikiliza, labda nikuulize swali. Kwa nini jiwe liliviringishwa? Eti mama mjinji, liliviringishwa ili Yesu atoke? Unadhani Yesu anahitaji jiwe liviringishwe ili atoke? Hivi mnanielewa nachokisema? Kwani alipotoka kaburini, si alienda kuwatokea kwenye nyumba ambayo walikuwa wamefunga milango? Hahitaji jiwe liviringishwe ili atoke. Oho, Bwana asifiwe sana. Jiwe liliviringishwa kama majibu ya maombi yao, ili wakifika waone ya kwamba amefufuka. Haleluya! Oho, narudia tena, Yesu hahitaji kuviringishiwa jiwe ili atoke. Mzee Fares, jiwe ili atoke? Hapana. Wakati wanaondoka nyumbani, nashawishika kuamini kwamba jiwe halikuwa limeviringishwa. Lakini wakiwa njiani, haleluya, kwa sababu ya imani waliokuwa nayo, jiwe likaviringishwa kwa sababu iliwe jibu la maombi yao. Yaani Mungu aviringishe jiwe kumtoa Yesu ili iweje? Kwa sababu anapotoka anawatokea kwenye nyumba iliyofungwa milango yote. Sikiliza, pamoja na maswali ulionayo, songa mbele kwa imani. Hofu ulionayo Bwana amekwisha kuiondoa. Wewe una hofu itakuwaje kesho? Na kesho hujafika. Yaani unahofia kitu ambacho hakikuhusu. Moja, hiyo kesho wewe huna uhakika ya kufika. Alafu na kutaarifu kuwa kesho iko mikononi mwa Bwana. Sasa mimi naumwa, sasa itakuwaje? Mimi naumwa, itakuwaje? Itakuwaje nini? Acha Mungu atawale maisha yako. Sina hiki, sina kile, sasa itakuwaje? Nataka nikwambie, imani tafsiri yake ni kuishi leo, halafu kesho unaikabili kwa ujasiri, kwa sababu uliye naye anatawala jana, leo, kesho na hata milele. Halafu amesema anajishughulisha sana na mambo yako. Hiyo hesabu tu ikutoshe kukupa amani jioni ya leo, ya kwamba yeye anajishughulisha sana na mambo yako. Hiyo ni moja. Lakini mbili, huyo anayejishughulisha sana na mambo yako ndiye anatawala jana, leo, kesho na hata milele. Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, Mungu mwenye nguvu, Baba wa amani. Haleluya. Biblia inasema wakakuta jiwe limeviringishwa. Fungu la 5, wakaingia kaburini, wakaona kijana ameketi upande wa kuume, amevaa vazi jeupe, wakastaajabu. Unajua ilikuwa lazima Mungu atume malaika kuwasaidia hawa. Kwa sababu nani atatuviringishia jiwe? Hilo ndio lilikuwa ombi lao. Jiwe limeviringishwa, lakini hayo majibu yaliyotokea yanahitaji tena msaada wa mbingu ili kumfanya awe na amani.
Hivi wangekuta jiwe tu limeviringishwa alafu hakuna kitu ndani, unadhani stress yao ingeongezeka mara ngapi? Haleluya! Hata kwenye majibu ya maombi yako bado namhitaji Bwana akusaidie. Sikiliza, Yakobo akiwa amechoka, amelala chini, ameweka kichwa chake kwenye jiwe, akaona ngazi ndefu inapanda na kushuka juu. Anaona malaika wanapanda na kushuka. Ellen G. White anasema ngazi hiyo ni Yesu mwenyewe. Haleluya! Alafu malaika kazi yao, wana kazi ya kutuhudumia katika mashaka yetu. Mara zote Mungu anatuma malaika watuhudumie. Hata hivi tunavyoongea, wamekaa pembeni yako, wanakuhudumia, wanakuambia elewa somo hili, kwa sababu Bwana anatawala jana, anatawala leo, anatawala na milele. Mungu anatuma malaika watuhudumie. Haleluya, haleluya. Anatuma malaika watusaidie katika kushindwa kwetu. Anatuma malaika watusaidie katika kutokuelewa kwetu. Anatuma malaika watusaidie kuisikia sauti ya Roho Mtakatifu. Fungu la 6, naye akawaambia, msistaajabu, mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa. Amefufuka. Kanisa, amefufuka. Amefufuka. Mnamtafuta Yesu. Mzee Rubeje, Yesu Mnazareti. Unajua kuna utambulisho mwingi wa Yesu. Kuna wakati Yesu anaitwa mfalme wa wafalme. Kwa nini hawajasema mnamtafuta Yesu mfalme? Ngoja nikwambie anachotaka kuambia malaika hapa. Nazareti ilikuwa ni eneo la ajabu sana. Yani hata ile Yesu kuitwa Yesu wa Nazareti haikuwa CV. Ilikuwa ni jina la kumshusha chini. Kwa nini? Kwa sababu Nazareti palikuwa ni mahali ambako wanatokea watu wa ovyo ovyo, mzee Manumbu. Kwa hiyo tangu mwanzo wanasema Yesu wa Nazareti, yule fundi seremala ndiye mkombozi. Kwa hiyo malaika anatumia jina la kuonyesha kwamba yule aliyekuwa anadharaulika, yule aliyekuwa amebeba asili ya chini, yule ambaye alikuwa anaonekana hatamaniki kwenye jamii, yule ambaye wakati wa kufa kwake ilionekana kama ameshindwa, amefufuka. Haleluya! Sikiliza, kuna maneno mawili anayatumia. Anasema Yesu wa Nazareti, hilo neno la kwanza. Alafu neno la pili anasema aliyekuwa amesulubiwa. Anayataja yote mawili. Kwa nini? Kusulubiwa ilikuwa ni ishara ya kubeba laana. Yaani anasema hivi, yule Yesu ambaye alifanyika laana kwa ajili yenu hayupo tena kaburini. Sio laana tena, ameshinda laana, ameshinda kaburi, amefufuka. Haleluya jamani, Bwana asifiwe sana. Nikana kwamba anasema kwa sababu alibeba laana, kwa sababu alibeba aibu, kwa sababu alibeba kudharaulika, na hivyo vikampeleka katika kaburi. Kwa sababu amefufuka, ameshinda aibu. Haleluya, ameshinda laana, na ushindi wake ni wa kwenu. Haleluya. Mwisho nimalize mambo machache haya. Kufufuka kwa Yesu ndiyo habari njema kuliko habari zote. Haleluya, haleluya. Sikiliza, kama Yesu angekufa, mzee Shani, asifufuke, tumaini letu lingekuwa wapi? Kwa sababu kufufuka kwake kunatangaza ushindi wa mauti. Haleluya. Sikiliza, shetani angeweza
kujivunia ya kwamba amemshinda Yesu. Kama wale watu wa dini ya fundi mitambo hizi monitor kama wale watu wa dini ya Luciferus. Luciferus wanaamini hivi, dini ya waabudu mashetani. Wanaamini Yesu na shetani walikuwa mtu na kaka yake, na walikuwa mbinguni. Mkubwa alikuwa shetani. Yesu alikuwa mdogo. Yesu akaanza uchokozi kule mbinguni, chokoza kabisa kaka yake. Sasa kaka akaona isiwe shida, mimi namwachia huko, nakuja wapi? Duniani. Sasa kwa sababu Yesu uchokozi ni tabia yake, ndivyo wanavyoamini. Eti akaamua kutoka tena mbinguni, anamfuata mwenzake wapi? Chini. Sasa huyu mwenzake mkubwa akaomba ruhusa kwa Baba, acha niue huyu. Ndio shetani akamuua Yesu juu ya msalaba. Na kwa kuwa imeandikwa, amelaaniwa anayeangikwa juu ya msalaba, ndio maana anasema amelaaniwa kwa sababu ya uchokozi wake. Na ndio maana wakati wa kifo chake giza lilitanda, na giza linawakilisha utawala wa huyu mkubwa. Kwa hiyo mkubwa alishinda. Na ndio maana alipokufa, shetani alihakikisha kaburi linalindwa ili ukweli wa kwamba amefufuka usisemwe. Lakini habari njema ni kwamba wakati anafufuka, Biblia inasema ikainuka miili ya watakatifu wengi waliolala, wakaingia kwenye miji, wanasema amefufuka. Haleluya, haleluya. Kufufuka kwa Yesu ndio kunaleta tofauti kati ya Ukristo na dini zingine zote duniani. Muhammad hakufufuka. Wale wote sijui viongozi wote na waanzilishi wote wenye wafuasi wa kidini walipokufa hawakufufuka, lakini Yesu alipokufa akafufuka. Kwa kifo chake deni lililipwa. Kwa kufufuka kwake ni ishara ya kupokea risiti ya malipo aliyolipa. Hamjanielewa. Kifo ni malipo, deni limelipwa. Kufufuka kwake ni ishara ya kwamba yale malipo yamepokelewa. Na kwa sababu hiyo, anapokwenda juu mbinguni, inatangaza ya kwamba huduma yake kwa ajili yako haijaisha. Haleluya. Na ndio maana Waebrania anasema ameketi kule mbinguni anakuombea. Kufufuka kwa Yesu kunatangaza ya kwamba huduma ya Yesu kwa ajili yako inaendelea. Anakuombea. Kuna nyakati unajikwaa, kuna nyakati unakosea, kuna nyakati unakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Yeye amekaa upande wa kuume wa Baba, anasema Baba, huyu naye ni mtoto wangu, mpatie nafasi nyingine, mpatie nafasi nyingine. Atatubu kwa sababu ninajua bado ana mwili wa kufa ambao unaleta vishawishi vya dhambi, lakini naomba asamehewe, apewe nafasi nyingine. Haleluya. Na ndio maana uko hapa jioni ya leo. Kufufuka kwa Yesu kunatangaza ya kwamba mambo yote yaliyokufa kwa sababu ya Ibilisi, kwa sababu ya kifo na kufufuka kwake, yaliyokufa yanaweza kufufuliwa. Sijui ni kitu gani kimekufa katika maisha yako jioni ya leo. Mimi sijui. Inawezekana ni kwenye ndoa yako, kila kitu kimekufa, lakini kwa sababu ya ufufuo wa Yesu, yaliyokufa hata kama yamezikwa yanaweza kufufuka kwa uwezo wake.
Ufufuo wa Yesu unatangaza ya kwamba hata kama tutalala mauti, iko siku tutafufuliwa. Kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho, wakati mwili huu wa kufa unabadilishwa na kupewa kutokufa, hapo ndipo itakuwa shangwe ya milele. Hapo ndipo dhambi haitainuka tena. Hapo ndipo furaha ya kweli na ya kudumu itapatikana katika maisha yetu. Hapo ndipo mfalme wa amani ambaye alipigwa akafa akafufuka ataonekana kwa wazi katika macho ya watoto wake. Jioni ya leo yuko hai, amefufuka, na kwa sababu hiyo tuna ujasiri wa kumwendea, kwa sababu kwa kifo chake na ufufuo wake ameyashinda yote ambayo yanatusumbua katika ulimwengu huu. Jioni ya leo unaweza ukamchagua tena awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Usiangalie kushindwa kwako, usiangalie mawe yaliyowekwa mbele yako. Nataka nikwambie uwezo wake ni mkubwa kuliko mawe. Achana na hofu za kesho, achana na uoga, songa mbele. Mwambie Mungu, nisamehe kwa nyakati ambazo sikukuamini, nipe imani leo. Na yeye yuko tayari kufanya hivyo. Kwa sekunde chache zungumza naye, mwambie Mungu, nisamehe. Kuna nyakati nimeonyesha kutokuamini, nimelalamika, na maombi yangu yamekuwa ni malalamiko. Nisamehe na unifundishe namna ya kukuamini katikati ya giza. Kati Delila anakuja kwa ajili ya wimbo, zungumza na Mungu wako. Andaa karatasi yako ya maombi. Andaa karatasi yako ya maombi. Delila akimaliza kuimba, wakati Samuel mwazini anaimba tena, utakuwa unaleta karatasi yako ya maombi, na Mungu yuko tayari kusikia maombi yetu. Wewe hauna tafsiri sahihi ya maisha yako, mzee Manumbu. Wewe hauna tafsiri sahihi ya maisha yako. Mwenye tafsiri sahihi ya maisha yako ni Mungu aliyekuumba. Usijitaabishe kwa mambo yasiyokuhusu. Usijitaabishe kwa mambo yasiyokuhusu. Patie Bwana moyo wako, jitoe kikamilifu, mwambie Mungu, mimi ni chombo tu katika mikono yako. Ukitaka nife sasa hivi niko tayari, ukitaka niishi niko tayari, kwa sababu mimi ni wa kwako. Itakupa amani, itakupa furaha kujiachia katika miguu yake. Na huo ndio Ukristo. Kabla Ukristo wako haujafika hapo, mwambie Mungu akusaidie sana. Kama Ukristo wako naogopa, hivi nikifa saa hizi itakuwaje? Sasa kesho yangu. Kama Ukristo wako bado uko hivyo, sema na Mungu saa hii, umwambie akusaidie kujiangusha kwenye mikono yake, maana ndio mikono iliyo salama.